Mashekhe huwa na kazi zao. Man iddaa ma laysa fihi kadhabatuhu shawahidu limtihani, mwenye kujigamba kwa asilonalo wanasema mpe mtihani. Matokeo ya mtihani ndio yataonyesha yeye analo kweli jambo lile au hana. Mathalan, mtu akasema mimi nacheza sana mpira, usibishane naye, mtafutie chandimu, mwambie piga danadana. Akianza ya kwanza kapatia ya pili ugoko, manidaa ma laysa fihi kadhabatuhu shawahidu limtihani. Kwa hiyo kazi za kishekhe kama hivi za hawa mabwana nilioweka huko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mimi nimesimama kwa niaba ya mama yetu Bi Kijakazi binti Mwenye Gogo bin Mwenye Juma bin Mwenye Hamisi Mwenye Bahari Mwenye Kidudu. Nimesimama kwa niaba yake pamoja na kundi lote la Almadrasatu Tadhamun, wazazi, walimu, wanafunzi, wapenzi na majirani zao, kuwashukuru. Tangu jana tulijaa namna hini na mlivumilia, ilhali tukijua kwamba kuna mengi mazuri mliokuwa yakiwakabili wakati ule, lakini mkatanguliza na kulifadhilisha hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe kheri. Hususan mashekhe zangu hawa nimewaweka huku kusudi hawa ni watoto wa mashekhe zangu, Sheikh Khalid bin Mustafa bin Khalid As-Siddiqi, mwanachuoni huyu, mtoto wa mwanachuoni. Kama mshawahi kusikia, kulikuwa na kigogo akiitwa Sheikh Mustafa bin Khalid As-Siddiqi, mtu aliofanya kazi kubwa sana ya kishekhe. Mashekhe huwa na kazi zao. Man iddaa ma laysa fihi kadhabatuhu shawahidu limtihani, mwenye kujigamba kwa asilonalo wanasema mpe mtihani. Matokeo ya mtihani ndio yataonyesha yeye analo kweli jambo lile au hana. Mathalan, mtu akasema mimi nacheza sana mpira, usibishane naye, mtafutie chandimu, mwambie piga danadana. Akianza ya kwanza kapatia ya pili ugoko, manidaa ma laysa fihi kadhabatuhu shawahidu limtihani. Kwa hiyo kazi za kishekhe kama hivi za hawa mabwana nilioweka huko. Babake huyo alikuwa mtu mkubwa sana, lakini alikuwa mutawadhi, alwari, attaqiyu, lakini darakatun nihiriri. Kasomesha sana, kasomesha sana. Moja katika kazi aliyofanya babake
Ukienda kijiji cha Katoro hakuna asiojua Kiarabu. Nimeenda juzi na wanangu hawa, nimewaambia kitu hicho wakabisha. Nikawaambia simamisha gari popote unapo, wakaisimamisha petrol station. Nikafungua kioo, mtu aliyokuja pale katusalimia Kiarabu, katukaribisha Kiarabu, lakini kavaa pensi tena Kiarabu tiriri. Unajua Kiarabu sio kile, wallahi, yani kabadilisha kama hii Magomeni yote ni kaifa haluk, kaifa asbahta, man ismuka, min aina anta, aina taallamta, hal shabi'ta au lam taakul, tazawwajta wa najabta. Sasa kama huna tena, nilikuwa na doto kambwera mbwera. Kwa hiyo manidaa ma laysa fihi kadhabatu shawahidu. Tumemsikia Sheikh Abdul Halim, Sheikh Abdul Halim bin Sheikh Muhammad bin Abi Bakar al-Burhani na ndugu yake huyo hapo. 99.99% ya kile kidogo nikijuacho nimechukua kwa babake. Kwa hiyo nikimuona huyu utetemeka. Na sisi watu wa tarika tuambiwa watoto wa mashekhe ni nani? Watoto wa mashekhe, sina haja kujieleza huyu ghaniyu na ni taarifu. Kushoto kwake kuna Ustadh Alu, mtoto wa shekhe. Hebu nisitoe siri moja, Kipitu na Sheikh Rama simameni na Almasi. Nyie mnawezekana mkawanyie hamnijui. Aya, kaeni. Hawa wanangwa wa Zaharau. Mimi nilivyotolewa hapa na babangu baada ya kutoka Amu kusoma, nilipita Tanga na wenzangu. Mmoja katika sisi yupo imamu wa msikiti wa Kisumu, Salum Maalim Shurutu Kanjovu ndio jina lake, ni kaka yetu alikuwa. Akasema kabla hatujaenda Dar es Salaam twendeni tukamsalimie Shekhe Muhammad Ayubu. Mimi nilimsikia tu lakini nilikuwa simjui. Tukaenda tukamkuta. Nafsi yangu ilimpenda tu kumuona tu, ilimpenda, hajasema chochote, lakini bwana yule kumuona nikafanya. Kuna watu Mungu amewaumba ukiwaona tu umekwisha, unawapenda. Na leo nitawapa siri, ukitaka upendwe sana usiache kuswali swala alfajiri. Usiende wewe kwa mganga, usiende kwa mtu yote. Inna Qur'ana alfajiri kana mashuhuda. Mwenyezi Mungu akikutafuta akakukosa katika swala alfajiri, binadamu wote watakukosa katika maeneo yako. Mungu akisema yuko wapi, mbona simuoni hapa alfajirini, basi hata jirani yako akuoni. Mungu namwambia wengi hatuonekani kwa sababu alfajiri zero. Asante mwamba. Basi nilipomuona Sheikh Muhammad Ayubu nilimpenda sana, automatically hajaniambia lolote, hajanitongoza, umuona tu. Fa athartuhu fi qalbi, nikamuathiri. Kumuathiri hapa kwa maana ya kumbakisha, nikamweka kaja mpaka Dar es Salaam. Kufika hapa babangu hakutaka kuendelea kuishi na mimi, nyumba ni hii. Akaambia Walidi bwana, sitaki, lazima uondoke. Wapi? Sasa mimi nitakutafutia pahala. Nikamwambia usipate kazi,
usipate tabu. Mimi mpeleke Tanga. Kweli. Wapi? Kwa Sheikh Muhammad Ayubu. Tukakubaliana, tukafunga mithaki, safari ya kwenda wapi? Sheikh Al-Hadi alikuwa Darweshi, hakuwa na kitu, akifanya kazi ya kufundisha na dereva taxi. Wiki nzima anapakia mtu mmoja tena nusu. Tulikaa miezi 5 tunatafuta nauli ya kwenda Tanga, na wakati ule uliza begani shilingi 60 tu, sio 1060, shilingi 60 za Kitanzania, 23. Miezi 5 haipatikani. Yeye akitafuta na mimi nitafuta. Tukakopa kwa bwana mmoja akiwa na mabasi anaitwa Mfamao Buweso Juma Bwato, akaongea naye tukaondoka. Tulifika Tanga mwana, mambo mwenzangu kanibadilikia, hakunipeleka Tamtam, kanipeleka kwa baba yake Sheikh Ali Mawa. Tena bibi Taqati nafsi, bwana nimekuja nimekuletea huyu. Mimi moyo mbona huko, lakini cha ajabu naye pia nimempenda Sheikh Shaban, nikawa niko radhi nibaki pale. Sheikh Shaban anambia Ustadh Hadi, mimi na wewe ni marafiki, huyu ukimwacha hapa huyu atatugombanisha, mtoto wa Dar es Salaam huyu. Sikiliza, ili urafiki wetu ubaki, huyu hapa itakuwa kwa babake, atakuja kula, atakuja kulala, atakuja, lakini kwa malezi huyu mpeleke kwa wale wazee, kwa wale. Nakumbuka mpaka sasa hivi ile pick ya sound ya mzee wangu, kwa wale, anaonyesha vidole hivi, akantilia fatha Sheikh. Tukaondoka kwa miguu, sio pale Ngamiani, Mwakizaro, Mwaki, kwa miguu tukapita Mgandini, tukatokea Mabawa, tukatokea Madina, tukamkuta Sharifu Muhana. Sharifu mwenyewe sio baba yao kina Sheikh Dogo. Tukamsalimia, tukafanywa Fatiha, tukateremka, tukakutana na jumba kubwa hivi Zaharau, ndio sababu ya kusimamisha nyie. Akamnileta kwa Sheikh Suleiman Mbwana, akamsalimia. Sheikh Suleiman alikuwa na sauti kali, Al-Hadi umekuja? Ambaye nimekuja nimekuletea huyu sungura, umkate masikio na umpunguze mkia. Babangu alikuwa na maneno haya, mimi akiniita sungura mpaka amekufa. Sio kule za kwa Sheikh Muhammad Ayubu. Cha ajabu pia mzee huyu nimempenda. Mmenielewa vizuri? Sheikh Suleiman pia naye nikataa. Anawaita wanawe marehemu Sheikh Muhammad bin Sheikh Suleiman, Sheikh Mwenye Hamisi, anawaita, njooni muone mwenzenu huyu kaleta kihoja, kamleta mtoto aliozoea kula keki, sisi hatumwezi, mpeleke kule, kuna Waburundi wenziwe ni wake. Mimi ndamtilia fata, nikapigwa fata ya ngapi hiyo? Ya 3. Hizi ni fataha ya ngapi? Ya Sheikh Shaban, ya Sharifu Muhana na Sheikh Suleiman Mbwana, fataha. Nikapigwa fataha nyingine. Sasa nawaza naenda wapi tena? Pale tumevuka tukidaraja, tukatokea kwa nyuma pale pale nilipomwona Sheikh Muhammad Ayubu miezi 5 nyuma, nimemkuta pale pale, na wakati ulikuwa ule ule baada ya alasiri. Bwana nimekuja bwana, nimemleta huyu mwana, lakini hapa njiani hapa mzee aliniambia, sasa ukikataliwa huko tunagawana mbawa huko, wewe hurudi na mimi Dar es Salaam huko. Ukikataliwa sasa utajua wewe pakwe. Sasa la haula wala
Kwanza sijui ndo nakwenda huko kweli, tukamkuta yule bwana pale. Bwana nimemleta huyu. Basi wenda zako, mwache huyu. Tena nakwambia Alhadi huyu hata akifa nitamzika kwanza, kisha ndo nitakwambia Walidi kafa. Nikakaa pale miaka 13 na Sheikh Muhammad. Kwa nyinyi ndugu zangu sana, iko ungekuwa na viti 800 mngekaa wote nyeu, ndugu zangu sana, kupita kiasi sana, kwa sababu nimepata fatia za babu zenu, wengine za baba zenu. Huyu Abdul Halim babake mimi ndo nikimwendesha na baiskeli, na alikuwa hodari, ashuki hata kwenye tifutifu. Alikuwa ashuki. Uongo bwana. Mwingine Shihabuddin, simama, nimekuona huko. Sasa yule Shihabuddin yule mtoto wa Sheikh Ahmad bin Sheikh Ayub, ndugu yake Sheikh Muhammad Ayub, yule babake akiishi huku na Tanga huku, akiwa na kazi zake za kiserikali, kaa bwana Sheikh wangu na kule. Sasa mimi nasoma Tamta na kula ninapopataka, si najua kisa hicho nakutosha. Nimekula chakula cha babake, na alikuwa mkali, lakini mimi kwake alikuwa rahimu. Kwa hawa mkija huko mnakuja katika jambo hizi zote hizi ni baraka za wazee wenu, sio mie. Shekalu, karibu sana. Ni dhurufu tu, lakini si kwamba sijitanga na kutupa, na wajua nakuja maulidi ya Mwakizaro, lakini pia nakuja maulidi ya pale Ngamiani, nikija mara zote. Hapa katikati tena ilikuwa mambo, lakini kadimavo nimesimama kuwashukuru. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, awarudishe majumbani kwenu, muyakute yale mlioyawacha yako mazuri zaidi kuliko vile mlivyoyawacha. Natamani niwaambieni tu mjisikie mko nyumbani, lakini sijui majumbani mwenu mwafanyiwa nini. Sasa hicho ndo kitantia tabu. Sasa hivi inshallah tutatoa baraka, tutatoa, kisha baada ya baraka tunakuwa na dhikri tawasuli, milango hiyo miwili tu. Atakayebaki tutabaki naye, atakayekwenda nyumbani kupumzika tukutane kesho tuhitimishe hili jambo. Al-umuru bikhawatim, mambo zingatiwa mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na dua yake, nimeruka Sheikh Mahmud, sijakutaja, simama bwana. Huyu Sheikh Mahmud Mshamu ndugu yangu, kuna ndugu yangu na ndugu yangu. Sheikh Ali anajua lugha hiyo, na al-akhi ndugu yangu, simama Hasan, simama Sheikh Hasan. Hawa baba yao ananipenda kuliko wao. Uongo bwana. Kawaambia msipokwenda basi mtafuteni mtu mwingine. Baba yao na yuko Marekani, sijawahi kumuona hata siku moja. Uongo, sijawahi kumuona, lakini ananipigia simu asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, mchana, jioni, mpaka wamekuja hapa katikati. Sijui walipotea, kabla hawajafika, walivyoingia sasa wamekuja. Sasa basi wamepata radhi sana, na ni mashekhe wako Malindi, tuna wametualika hiyo shughuli. Inshallah tupata nafasi sote twendeni. Simama Sheikh Abdurrahman. Huyu Sheikh Abdurrahman bin Sheikh Muhyiddin Al-Qadiri, huyu kama mlio kumwona Sheikh Muhyiddin Al-Qadiri, muridi mkubwa wa Sheikh Muhammad Nasr. Babake huyu ndo alokusanya zile nyiradi zote akazitia katika kile kitabu kinaitwa nini? Karul Aurad. Karul Aurad. Mnasoma zile Allahu ya Allah, sijui nini. Babake ndo alifanya kazi chuma hiki nacho akacha. Basi tia Fatiha Said, tuombe Mungu tukutane kesho.